Usiwe Mkristo mchongo, yaani Mkristo wa kufunga alafu ukaendelea kumwibia Mungu kwa kutotoa zaka ya 10% ya mapato yako kila mwezi, mshahara wako kila mwezi, huku nafunga, lakini unaendelea na ufisadi, wizi wa kura. Simamia kura, Mkristo, mimi Mkristo, nimebatizwa, na wewe unasali misa za askofu, unagushi mikataba huko, unatumia vivithi mimba na kutoa mimba. Ni Mkristo kweli, nimefunga. Unaharibu mazingira kwa kutumia parafosi na makemikali mengine. Kwa ufupi, unapofunga acha udanganyifu, uwe mkweli, na zaidi kazana na kufunga kiroho kuliko kufunga kimwili. Mfungo wa Kwaresma unatuelekeza zaidi kufunga kiroho. Kufunga kiroho ni nini? Ni kama asemavyo Mungu kupitia kinywa cha nabii Yoeli, na nukuu: lakini hata sasa nirudieni kwa moyo wote kwa kufunga, kulia na kuomboleza. Fanyeni mabadiliko moyoni na sio kurarua mavazi yenu. Mabadiliko wapi? Moyoni, sio kurarua mavazi yenu au kuonyesha uso wa kukunjamana, kuonyesha kwamba umefunga, kununa. Moyoni ukoje huko? Soma kitabu cha nabii Yoeli sura ya 2 aya 12 hadi 13. Kufunga kiroho ni nini? Ni kudhibiti mizizi ya dhambi 12 ambayo Yesu anaorodhesha akisema, na nukuu: maana kutoka ndani moyoni mwa mtu kutoka mawazo mabaya, uasherati, wizi, uwaji, uzinzi, uchoyo, uovu, udanganyifu, ufisadi, wivu, kashfa, kiburi na upumbavu. Mwisho kunukuu kutoka Injili ya Marko sura ya 7 aya 21 hadi 22. Kufunga kiroho ni kuvitawala viungo vyetu vya mwili, ni kutawala milango ya fahamu: macho, pua, masikio, mikono, ulimi. Kutawala kuona kwako, kunusa kwako, kusikia kwako, kuhisi kwako, kuonja kwako.